Haya tu kujuza tu kwamba katika kipindi ambacho Tanzania na dunia nzima zinakabiliwa na ongezeko la magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama vile sukari, shinikizo la damu, magonjwa ya moyo na saratani, MUHAS inaleta suluhisho ambalo linajikita kwenye ushahidi, utafiti na mafunzo ya vitendo, na ni programu ambayo imeanzisha ya kitaifa kuhusiana na kupunguza na kudhibiti uzito, yaani wakiita MUHAS Weight Loss Management Training, kwa ajili ya kuhimiza jamii kuhusu umuhimu wa kudhibiti uzito kama moja kati ya sababu ambazo zinasababisha ongezeko la magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Na tumewalika hapa madaktari kutoka MUHAS kuzungumzia kuhusiana na programu hiyo. Naam, na pale ambapo uzito unakuwa umepitiliza, kuna athari hizo za kiafya ambazo unakuwa hatarini katika kuzipata, na kupitia programu hii ni moja kati ya sehemu ya suluhisho la kufikia hilo. Tunaye hapa Dr. Omar Chilo ambaye ni mkurugenzi wa programu ya udhibiti uzito kutoka MUHAS. Karibu sana Dr. Chilo. Nashukuru sana. Tunaye pia Dr. Gilbert Gaston ambaye ni mtaalamu wa lishe kutoka MUHAS. Karibu pia. Karibu sana. Asante sana. Karibuni sana madaktari. Nashukuru sana. Na kwanza programu hii ya kitaifa ya kupunguza na kudhibiti uzito MUHAS ama Weight Loss Training Management, kumekuwa na uhitaji kiasi gani kabla ya kufikia katika hii programu, tufahamu. Karibu Dokta. Asante sana. Kwanza nishukuru kwa nafasi ndugu mtangazaji, lakini tatizo kwa Tanzania ni kubwa. Kwa hiyo tuna watu zaidi, kwa mfano watu wazima, kati ya watu watatu mmoja ana uzito uliozidi. Kwa hiyo sisi kama jukumu letu la upande wa chuo ni kutoa elimu. Ni kila watu watatu mmoja ana uzito uliozidi. Sasa najua usitake kusema kati ya hapa. Hapa sijaja hapa. Hivi lazima mtu anaye kukupa elimu ya kuwa na uzito mdogo naye kidogo naye uzito wake uwe reasonable. Sasa lazima uwe mfano. Kwa training kuhusu kupunguza uzito afu yeye kidogo. Sasa unakuwa lazima uwe mfano vile vile wa kitu ambacho nakifundisha. Maana nikiangalia hapa kwa kweli unaonyesha mfano. Nashukuru. Kwa hiyo tatizo ni kubwa sana. Na tatizo kubwa zaidi ni tunaita myth kwa Kiswahili, nadhani ni sema ni kasumba. Dhana potofu ambazo mitandaoni zimejaa. Kwa hiyo watu wanakuwa disappointed, hawajui waende wapi. Kila mtu anasema lake, kila mtu anasema unywe maji, mwingine ule karoti peke yake. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kama sisi katika jamii tumeona kwamba ni tatizo kubwa, na tumeweza kuanzisha hii program ili kuweza kusaidia watu ambao wana mahitaji haya. Sasa tueleze kuhusu hii program, ni ya namna gani na inaweza kufikiwa vipi? Hii program ni program ambayo inamfanya mtu au mwenye tatizo aweze kutambua, kwanza kabisa ajielewe mwili wake una vitu gani, unahitaji nini. Natoa tu kwa mfano katika hali ya kawaida, binadamu ambaye kawaida tunasema anatumia chakula. Kwa mfano tunasema kwenye masuala ya energy unatumia mafuta ya gari ili ufike sehemu kama Mbagala na wapi. Kwa mfano unatumia lita 2 ufike Mbagala. Lakini kwenye chakula tunatumia vile vile energy katika mfumo unaita kilocalories. Sasa kwa mtu wa kawaida anatumia labda kilocalories 2000. Sasa watu wengi hawajui kwamba chakula anachokula kinazidi mafuta ambayo anahitaji ili kuweza maisha yake yaweze kuendelea. Chochote kile unachokula. Yes, vingi ambavyo tunakula vyakula ambavyo tunaita macronutrients zina nguvu, zinaita hizo kama fuel tunasema kama kwenye gari. Kwa hiyo kutambua kule ndo kunashindikana kwa watu wengi. Kwa mfano mtu anatakiwa atumie mafuta au kwa lugha rahisi kilocalories 2000, lakini kila siku anatumia 1400. Kwa maana yake zinazobaki zile zinakuwa zinahifadhiwa kama mafuta. Kwa hiyo kila unapozidi kuongezeka unahifadhi mafuta. Kwa siku zinapozidi kwenda kwa muda mrefu unakuta sasa unene unazidi kuongezeka, na unene huu ni wa mafuta zaidi tunazungumzia. Kwa hiyo hii program inasaidia sana kwanza mtu kuelewa kwamba anahitaji kiasi gani. Kwa hiyo tunampima
kabla, na tukishampima kabla tunafanya mafunzo ya wiki 2. Mafunzo haya yapo ya practical zaidi, kwa maana ya baada ya kupima kutakuwa na chef mtu ambaye anampishi, anafundisha jinsi gani ya kupika chakula ambacho kina calories ndogo. Anafundisha vile kwamba akichukua kijiko kimoja cha sukari kinamaanisha nini kwenye kilocalories. Dr. Gaston, mtaalamu wa lishe sasa, na wanasema lishe, tiba ya chakula na chakula kwa ujumla kina uhusiano moja kwa moja na ongezeko la unene pia. Ndio. Ni kwa kiasi gani unaona tuna changamoto hiyo ya kufahamu lishe sahihi? Changamoto ya kufahamu lishe sahihi naweza nikasema ni kubwa sana kwa sasa hivi, kwa sababu tukiangalia tu takwimu za uzito uliopitiliza kwa mwaka 2016 kwenda nyuma ilikuwa 30% ya watu wazima. Okay. Lakini sasa hivi 2022 2023 tafiti za hivi karibuni zinaonyesha kwamba uzito uliopitiliza kwa watu wazima ni zaidi ya 40%. Kwa hiyo maana yake hii inaonyesha kwamba ni kwa namna gani tatizo la ulaji usio sahihi ni kubwa, kwa sababu takwimu za uzito ambao umepitiliza kiwango cha kiafya linazidi kuongezeka kila siku. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba uhitaji wa kuwepo kwa program maalum za kuweza kuwapa watu ujuzi sahihi wa kuweza kujua mwili wake unahitaji nini kwa kiasi gani na afanyeje, aleje, zinahitajika sana. Yeah. Sasa tupitishe kwenye mbinu, kwa sababu kuna ambao wanatumia mbinu za kujinyima, wengine wanafunga, wengine wanafanya mazoezi makali, wengine wanatumia dawa, wengine wanakwenda kufanya upasuaji kwa ajili ya kupunguza utumbo. Lakini wewe kupitia lishe ni mbinu zipi ambazo zinaweza kutumika na zikawa na matokeo ya haraka? Okay. Ningependa nianze ku acknowledge hizo mbinu ambazo umezisema. Ni kweli kwamba hizo mbinu zinatumika, dawa au upasuaji, lakini sio kila mtu anahitaji dawa. Sio kila mtu atahitaji kufanya mazoezi sana, lakini pia sio kila mtu atahitaji upasuaji. Kwa sababu kitu cha kwanza ambacho kimeleta huo uzito uliopitiliza ni chakula chenyewe ambacho umekula kupitiliza. Kwa njia rahisi ambazo naweza nikampa mtu ili aweze kuzitumia kwa lengo la kudhibiti uzito wake. Namba 1, unatakiwa uanze kuongeza zaidi vitu ambavyo vina calories ndogo, kama ambavyo amesema Dr. Omari Chilo hapa. Manake utahitaji kuweka mboga za majani kwenye mlo wako na matunda. Okay. Huku ukipunguza kile kipande cha sehemu ya wanga ambao huwa unakula kama wali, ugali. Yes. Kwa sehemu kubwa sahani zetu ni zile za duara. Ndio. Yeah. Na kwa Kitanzania hata ukienda tu mgawani ukaagiza naomba wali samaki, utaletewa wali umejaza ile sehemu kubwa. Ile sehemu kubwa. Sio tu sehemu kubwa, ni sahani nzima. Yes. Alafu juu ndo utawekewa ile samaki yako na mboga za majani. Kwa kitu cha kwanza unaweza ukafunguka mgawani na kumwambia kwamba hiyo sahani, robo ya sahani ndio iwe huo wali. Alafu mboga za majani, wakakushangaa. Ulikuwa uko sahihi. Sasa hivi wali kidogo. Sasa hivi wewe uko vizuri. Shangaa mbona hauli? Hivi wali kidogo. Ni mazoea sasa. Ile unapima nipe nusu yake. Wakati wengine wanafanya vice versa, bana niongezee wa kushiba. Sasa tatizo huwa linakuja taratibu na baada ya muda mrefu ndipo mtu anakuja kuona kwamba sasa hivi nimeongezeka kilo 5. Baada ya mwaka anaona ameongezeka kilo 10. Lakini mazoea madogo ambayo tungeweza kuyabadilisha kwenye sahani. Kwa kuanza kupunguza kile kiwango cha wanga ambacho mtu anatumia, lakini sio kwa kukiacha kabisa, kwa sababu mwili bado unahitaji virutubisho vyote kwa namna mbalimbali. Na kwa mfano kupitia hii program mtu ataweza kufahamu pia kwamba huo wanga, kama ni wali, kama ni ugali, kama ni kande, atahitaji kwa kiasi gani ili aweze kula kiafya na kuweza kuzuia uzito kuongezeka na magonjwa mengine yasiyokuambukiza
yakaweza pia kuzuilika. Yeah. Ndio. Sasa kuna vitu pia ambavyo daktari vinaelezwa kwamba vinaathiri tabia ya kula, vinaweza vikaathiri lishe na vikaathiri uzito wa mtu. Kwa mfano kukosa usingizi ama kutolala muda wa kutosha, msongo wa mawazo, lakini pia wengine unakuta wanakosa hamu ya kula. Hivi vinaweza vikaathiri kwa kiasi gani weight ya mtu? Yes, ni sawa kabisa kwamba kuna binadamu anapitia changamoto nyingi, hasa wakati wa stress au labda kukosa usingizi, kutopumzika vizuri. Vyote hivi vinachangia mtu kula sana, uzito kuongezeka. Kwa hiyo katika kozi yetu pia tuna balance vitu vyote hivi. Tunafundisha mtu jinsi gani ya kuwa mindfulness, lakini vile kuangalia kupunguza stress, na tutakuwa tunampima vile vile usingizi wake ukoje. Tunapima na usingizi ili kuweza kukupa mafunzo ambayo yanaendana na wewe ulivyo. Kwa hiyo ni program ambayo tunatoa vitu vingi sana, ukiachana na hayo mambo ya usingizi na nini, lakini vile vile tutakupima mwili wako kwa pamoja, na tutatoa takwimu au tutatoa statistics zako binafsi kuhusiana na mwenendo wa mwili wako. Labda tu nitoe one of the myths nilikuwa naongea juzi kuhusiana kwamba watu wanasema tembo ni mnene lakini anakula nyasi peke yake. Lakini sasa zile ni myths zinatokea watu kudiscourage. Lakini ukiona tembo anakula, hii misemo sio unaipata wapi? Anakula kilogram zaidi ya 50 mpaka 100 za nyasi kwa siku. Anakula masaa 12 mpaka 16 continuous. Kwa hiyo sio kama nyasi haina nguvu, haina kilocalories. Ila kwa sababu anakula nyingi zinaweza zikamsaidia aweze ku maintain mwili wake. Kwa hiyo hata kama unakula mboga zikizidi ni calories zimezidi. Yes. Kwa hiyo haimaanishi kwamba wewe usile tu wanga. Kwa hiyo sisi program yetu hasa tunafundisha ule ambacho unakipenda katika moderation. Yaani kama unapenda chips, hizo chips unapikaje na unakulaje hizo chips? Kama wewe unakunywa chai, kwa nini unywe chai ambayo haina sukari? Sukari tumetumia toka tukiwa nani miaka mingi. Kwa hiyo chai inaweza kuwa sukari, lakini ukana goodwill, mimi nakunywa chai na sukari. Mtu anaambiwa anywe maji peke yake, au astaafu siku 3 siku 2. Haitakiwi, kwa sababu hata kupunguza weight kuna level yake. Tumesema hapa swala la mazoezi. Mtu mwingine anafanya mazoezi apunguze kilo 10 ndani ya mwezi. Haitakiwi. Unatakiwa punguze nusu kilo kwa wiki. Ndio mwili unakuwa una adapt. Nusu kilo kwa wiki. Nusu kilo kwa wiki. Sasa mtu anafanya mazoezi mpaka hata kuvunjika miguu. Sasa haya ni mambo ambayo ni myth. Kwa mtu anakuwa anakata tamaa kwa sababu mazoezi yanakuwa ni makali sana. Akifanya baada ya wiki 2 3 mwezi anaacha, anarudi kwenye uzito wake. Sio kupunguza nusu kilo kwa wiki. Kumbuka kuna dada aliambiwa, unajua yeye alikuwa anakwenda kwenye harusi mwezi mmoja unaokuja. Kwa hiyo mwezi mmoja akaambiwa bwana anatakiwa upungue ili nguo gauni la harusi likae vizuri. Sasa nikichukua hiyo ya nusu kilo kwa wiki, maana hiyo ingeweza ikamshinda hiyo. Na kama mwezi sina maana ni kilo 2 kwa mwezi. Kilo 2 kwa mwezi. Kwa hiyo ukipungua katika hiyo level, hata wewe mmoja utajisikia kwamba una adapt mazingira. Kwa sababu siku ni sustainability. Yaani baada ya kupungua watu wengi wanarudi baki kwenye. Sasa hapo mtu mwenye kilo 100 atakuwa anakuangalia daktari sana. Daktari bwana utakiwa kwa sababu kupunguza uzito ni marathon. Inaitwa ni marathon. Haitakiwi huyo kama una sprint, yani kama unafanya tu kesho yake upungue. Watu wengi wanapenda quick results ambayo ni mbaya. Itarudi baadaye. Watu wengi tumeona wakati kilo zenyewe umeziongeza kwa muda mrefu, nataka uzikate kwa muda mfupi. Kwa muda mfupi. Sasa hiyo nayo inaleta mwili pia unashindwa ku adapt, na ukisha adapt unapata zile tunaita craving unazidi, utakula zaidi sana baadaye, una bounce back. Watu wengi wana bounce sana back kwa sababu badala ya kupungua ndo wanaongezeka zaidi. Yaani atapungua mara kwanza, short term effect. Lakini 90% wanarudi tena kwenye mwili wao wa zamani. Kwa sababu hawezi kuishi maisha ni maisha ambayo ni artificial. Kwa hiyo sisi programu yetu inakufanya maisha yako yaendelee kama kawaida. Ndio ni maisha, sema maisha. Kwa that is what the difference is. Okay. Ndani ana qualify kuwa sehemu pia ya hii program ambayo mnaifanya? Hata wewe mtangazaji. Kwa hiyo ni mtu yeyote ambaye anahisi kwamba anahitaji service. Kwa lakini tutafocus pia kwenye gym trainers kwa sababu wao pia wanakutana na watu wengi. Gym trainers wanafundisha watu wengi sana kusema mambo ya
ya weight loss. Kwa hiyo wale pia wana miles nyingi sana. Na nakumbuka mara kwanza nimeenda gym. Hapo ndio mwe kwenda kidogo gym. Nimeenda piga vyuma kidogo. Nikakimbizwa kwenye treadmill mpaka nikataka kuanguka. Kwa hiyo sasa mazoezi kama hayo ambayo wengi hawana utaalamu wa kuweza kuyatoa. Kwa hiyo sasa yes. Kwa daktari, mtakuwa sasa mnatoa mafunzo kwa namna gani? Mnawafuata watu walipo ama watu itabidi wajisajili waje? Yani mtakuwa mnatoa hiyo program kwa utaratibu gani? Watu wanajisajili. Okay. Watu wanajisajili kupitia taasisi zao, kwa sababu kuna taasisi ambazo zina HR wanahusika sana mambo ya afya za wafanyakazi. Kwa hiyo watawasajili watu wao, au mtu yote tunaweza kusajili. Kuna kwenye tovuti ya MUHAS kuna hiyo link na information ambazo unaweza kaingia na kuweza kujisajili. Programu hii tutafanya mwezi Februari kama first cohort. Tutakuwa na first cohort na cohort nyingine mwezi Septemba, lakini ni watu 20 tu. Kwa hiyo mtu lazima awai, kwa sababu tutaki watu wengi, tunataka program iwe very effective. Ni watu 20 kwa maana ya kwanza katika yes, exactly. cohort ya kwanza. Yes. Kila cohort itakuwa na watu 20. Okay. Kwa sababu tuna trainers kutoka nje vile vile. Okay. Kutoka University of Cape Town atakuwepo. Kuna hapa kutoka Tanzania na nyingine za Ulaya. Kwa hiyo wote watakuwa wanafunza mafunzo ambayo ni effective. Na watu wao 20 watapata mafunzo sana ya practical. Okay. Hataongea sana kwenye darasani, lakini itakuwa more ni practical zaidi. Na lazima wewe watu ambao wanahitaji kupunguza uzito au hata mtu yeyote? Hata mtu wa kawaida, mwingine anataka ku maintain. Mwingine ana uzito mdogo, anataka kuongeza. Yeah. Wapo ambao wanataka mdogo, anahisi kwamba nipate kidogo nyama. Kwa hiyo tunamfundisha vile vile aweze kuna nini. Aweze kupata nyama. Yes, kuongeza, yes. Sawa. Kwa hiyo mnachokifanya maana yake ni kwamba mtu awe na uzito ambao ni healthy. Yes. Hiyo ndio dhamira kubwa. Na kwa upande wa lishe, maana yake hapo ndio kunakuwa na mtihani sana hapo. Yaani hapo ni vitu gani ambavyo mnalenga kuwapa watu kama kwenye mafunzo hapo? Okay. Tukiangalia upande wa haya mafunzo ambayo tutayatoa, manake kama ambavyo tumesema kwamba mtu ataweza kufundishwa namna gani anaweza kujua uhitaji wake wa chakula jinsi ulivyo, lakini pia atafundishwa njia salama za mapishi, namna ya kuandaa chakula, kutokupoteza virutubisho muda wa mapishi, lakini pia kiwango cha mafuta, namna ya kutumia kwenye kupika, na namna ya kusave chakula pia. Namna gani usave chakula ili uweze kujua kwamba kile nilichopata theoretically, practically sasa kwenye sahani ni hiki hapa. Kwamba wali kiasi hiki, mboga za majani kiasi hiki. Kwa vyote hivyo wataweza kuvipata practically, na hiyo itawasaidia wao wenyewe, kwa sababu tunalenga kwamba wao watu wanapotoka kwenye hii program wanaweza kuwa pia ni professionals ambao wanaweza kutrain watu wengine juu ya kuweza kumanage uzito wao. Sio kwa inaweza ikawa ni faida yake kwake mwenyewe, lakini pia na kwa watu wengine kupitia yeye. Yes. Sasa okay. Ndio. Nataka uulize sasa mambo ambayo mnawashauri hasa wale ambao wanapenda kupunguza uzito ama hata ku maintain ule ambao wanao, ni yapi daktari? Nashukuru, swali zuri sana. Ushauri mkubwa sana, watu wafahamu kwamba 80% ya uzito ni chakula. Mazoezi ni sehemu ndogo sana. Wajue hicho kitu kwanza. Okay. Ndio maana unaweza kukuta bounce ambao wana vitambi. Hujaona bounce ambao wana vitambi? Kwa sababu gani? Kwa sababu anakula zaidi. Amejaa lakini kwa hiyo sasa mazoezi watu wana focus na mazoezi sana, kufanya mazoezi kupunguza uzito. Ni kitu ambacho ni kigumu sana kwa mazoezi peke yake. Unahitaji mazoezi magumu sana. Kwa mfano ukila chapati moja inabidi ufanye jogging kwa nusu saa ili kuweza kutoa ile nguvu yake. Sasa kunywa supu na sasa hivi unajua kuna mtu sasa hivi anakunywa supu na chapati 2. Mwingine ana chapati 3, alafu anaongeza na Pepsi. Anaongeza na Pepsi hiyo. Au mtu hali usiku anakunywa bia ina calories zaidi ya 200-300. Sasa watu wanatakiwa ajue kwamba anatumia nini. Kwa hiyo kozi hii itamsaidia mtu ajue kwamba akinywa bia 2 maana yake nini. Mtu anakunywa bia 10 weekend. Kwa hiyo ni calories ambazo ni chakula cha siku nzima amekula. Na amekula chakula cha mchana, jioni na usiku amekula. Sasa hapo unakuta tayari chakula pia vyakula hivyo. Ni kwamba amezidisha zaidi, times 2 kiwango ambacho anahitaji. Kwa in a long run
lazima ongezeke. Kwa hiyo chakula ni factor namba moja. Okay, mazoezi yanafuatia ili kuweza kuweka misuli. Wanaokunywa hivyo vitu wengi wanakuwa kama ka fridge fulani hivi. Absolutely. Lazima katokee kidogo. Ndio imehifadhiwa bana. Kwa sasa daktari, manake watu wanatakiwa waje pale MUHAS ama kuna ambao labda watahitaji, kwa mfano kama taasisi kama sisi hapa tumeamua tuandae tupate training ya humu ndani kwa wafanyakazi wetu kupata hiyo elimu. Kuna uwezekano wa kupata mtaalamu kutoka kwenu akaja kutoa mafunzo au lazima wanahitaji waje kule MUHAS? Aha, sasa mafunzo yanatofautiana. Cha kwanza ambacho tumeanza sisi, tunaanza na watu wanakuja MUHAS. Na baadaye tuta improve kwamba tutakuwa tunaenda kwenye hizi taasisi kwa ajili ya kutoa mafunzo ambayo ni practical. Bado hatujaweka mtaala vizuri, lakini tuko kwenye huu mtaala ambao ni corporate, tunauandaa ili kuweza kukidhi mahitaji, lakini by January tutakuwa tumeshaanza kuweza kufanya hizo service. Kwa hiyo tunaweza mkatucontact idara ya fiziolojia ndaki ya School of Medicine. School of Medicine. Kwa hiyo ukija pale, nadhani ukiuliza tu fiziolojia Dr. Omari Chilo, na tunaweza tukatoa namba zetu, na kwenye mtandao pia wa MUHAS na namba zetu. Kwa tunaweza mkatoa pia kama watu wanahitaji labda consultancy zaidi. Kwa tuambie sasa. Inaweza kama mnyewe mnapenda. Mimi nadhani nitaje hizo namba. Ni 06 82 52 39 88. Kwa hiyo ni namba ambayo unaweza kanipigia na utapata maelekezo zaidi. Shukrani sana, tunawashukuru na tuna bila shaka elimu umeipata. Na sisi tunawahitaji kumaintain basi. Karibuni sana. Asante sana Dr. Kwa mara ya kwanza nimekuwa inspired kwa sababu unajua nimesikia kutoka kwa watu ambao wanazungumza kuhusiana na weight loss, lakini mimi mara nyingi napenda yani mtu anayeniambia na yeye nione. Kwa mfano mtu akinipa mafunzo kuhusu kuwa tajiri, basi nione na yeye ni tajiri. Kwa hiyo nimependa hata madaktari wenyewe wanaonekana pia program imeanza kuonekana kabla hata yenyewe haijaanza. Kuna ndugu yetu yuko pale Walter Nguma, nafikiri mnaweza mkamchukua mkaondoka naye. Nafaa sana. Ni programu hiyo ya kitaifa ya kupunguza na kudhibiti uzito, MUHAS Weight Loss Management Training, na tumezungumza hapa na mkurugenzi wa programu hii Dr. Omar Chilo pamoja na Dr. Gilbert Gaston kutoka MUHAS. Tunakamilisha hivyo.